Nikolai Patrushev, msaidizi wa rais wa Urusi na mwenyekiti wa bodi ya bahari, amesema kwamba jeshi la Urusi lina nguvu zaidi hata kuliko jeshi la Marekani. Amenukuliwa kauli hiyo wakati wa mahojiano na chombo cha habari cha Russia One. Na hapa namnukuu: wafanyakazi wa kijeshi wa kitaalamu wanaelewa vizuri kwamba sasa tuko na nguvu zaidi kuliko nchi nyingine yoyote, amesema, huku akiongeza kuwa wengi husema Marekani ina jeshi imara zaidi. Hali si hivyo, jeshi letu lina nguvu zaidi na lina uwezo wa kutoa majibu thabiti, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, Patrushev ameonya kwamba hata nguvu kama hizo zingepata changamoto kubwa kuzuia uvamizi wa Magharibi. Bila msaada wa ndani itakuwa vigumu sana kuzuia uvamizi wa Ulaya kwa kutumia jeshi pekee, amesisitiza kiongozi huyo. Wakati huo huo, rais wa Urusi Vladimir Putin amemtumia salamu za pongezi rais wa Tajikistan Emomali Rahmon kwa siku yake ya kuzaliwa, akisisitiza kwamba mataifa yote mawili yataendelea kushirikiana kikamilifu katika masuala ya kikatiba, kikanda na kimataifa. Salamu hizo rasmi zimechapishwa kwenye tovuti ya ikulu ya Urusi. Katika ujumbe wake, Putin ameandika: unachangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya ushirikiano wa kimkakati na muungano kati ya nchi zetu. Bila shaka tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja katika masuala ya sasa ya pande zote mbili, kikanda na kimataifa, mwisho wa kumnukuu. Rais wa Urusi pia ameeleza imani yake kwamba mkutano ujao kati yake na Rahmon utakaofanyika Dushanbe utakuwa na tija na wenye matokeo chanya, huku akihimiza upanuzi wa uhusiano wa faida kwa pande zote kati ya Urusi na Tajikistan na pia kuimarisha jumuiya ya nchi huru CIS. Tarehe 9 Oktoba, Rais Putin atafanya ziara rasmi nchini Tajikistan na kuhudhuria kilele cha pili cha Asia ya Kati ya Urusi pamoja na mkutano wa baraza la viongozi wa CIS mjini Dushanbe. Putin amebainisha kwamba uongozi wa Rahmon umemfanya awe na heshima kubwa miongoni mwa wananchi wake na sifa ya heshima kimataifa. Na hapa nanukuu: chini ya uongozi wako, Tajikistan inapata mafanikio makubwa katika nyanja za kijamii na kiuchumi na inaimarisha nafasi yake katika jukwaa la kimataifa, mwisho wa kunukuu. Kwa siku yake ya kuzaliwa Oktoba 5, Rahmon anatimiza miaka 73. Mbali na Rais Putin, viongozi mbalimbali wa kimataifa wakiwemo rais wa China na marais wa Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Turkey na Uzbekistan pamoja na waziri mkuu wa Armenia pia wamemtumia pongezi za dhati kiongozi huyo.